Asa bwana, hii ni story iliyowashangaza watu wengi sana. Inahusu binti wa kuitwa Ana, binti aliyebaki peke yake nchi nzima baada ya watu wote kufariki. Asa najua utakuwa unajiuliza maswali mengi sana. Je, nini kilichopelekea mpaka watu wote wakafariki? Lakini majibu ya maswali yako utapata hapa kwenye simulizi kali ya movie yetu. Hivyo usahau kusubscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kabisa kupata movie zetu. Okay, sawa, tuanze. Mzigo unaanza kumuonyesha binti wa kuitwa Ana, na huyu ni binti ambaye alikuwa anapitia wakati mgumu sana baada ya nchi yao kukumbwa na bomu la nuclear. Maana watu wote ambao walikuwa ndani ya nchi hiyo wote walikuwa washapoteza maisha, ila Ana peke yake ndo alibaki akiwa mzima. Na ili jambo lilifanya Ana apitie wakati mgumu sana, maana binti alikuwa mpweke na alikuwa hana mtu yoyote ule kuzungumza naye. Lakini Ana baada ya kuona hana namna, ilibidi akubaliane tu na hali. Na hapo ndipo binti alipofanya maamuzi ya kwenda kuishi porini, maana maeneo yote ya mjini yalikuwa yamezungukwa na mionzi. Lakini binti baada ya kutembea kwa umbali mrefu sana, alifanikiwa kufika kwenye pori ambayo ilikuwa halikaliwi na mtu yoyote ule zaidi yake. Maana hii ndio ilikuwa sehemu yenye usalama zaidi kuliko sehemu yoyote ile. Lakini binti naye baada ya kufika tu ndani ya msitu huo, alianza kujishughulisha na shughuli za uwindaji. Maana hii ndio ilikuwa njia pekee ya Ana kuendesha maisha yake. Lakini siku moja Ana akiwa na mbwa wake mawindoni, alistuka sana baada ya kuhisi huenda kuna mtu yupo ndani ya msitu huo. Na hii ni baada ya kuikuta gari ambayo ilikuwa katikati ya barabara, jambo lilofanya binti ajiulize maswali mengi sana. Lakini binti baada ya kulisogelea tu gari hilo, ghafla pale Eni pamoja na mbwa wake ilibidi waondoke, maana walihisi huenda kuna kitu hakipo sawa. Na hapo ndipo binti alipoamua kujificha ndani ya msitu, ikiwezekana ajue nini kinachoendelea. Lakini binti baada ya kuchunguza kwa muda mrefu sana, alifanikiwa kumuona mtu akiwa anasukuma mkokoteni ndani ya mji huo, jambo lilofanya binti azidi kupagawa, maana alikuwa anaamini huenda yeye ndio mtu pekee aliyebaki akiwa mzima. Sasa binti akiwa anaenda kumfuatilia mshikaji, kwa bahati mbaya sana mwamba naye aliamua kusimama na kutoa nguo zake, maana aliona hii ndio sehemu pekee yenye usalama zaidi. Lakini binti baada ya kushuhudia tu jambo hilo, ilibidi aendelee kumfuatilia huyo mshikaji, ikiwezekana ajue kwamba huyu jamaa ni nani. Lakini mchizi naye kwa sababu alikuwa ajui kwamba kuna mtu anamfuatilia, aliamua kuondoka na kwenda kuosha mwili wake. Lakini binti naye baada ya kushuhudia tu jambo hilo, ilibidi amfuate mshikaji na kuanza kumzuia asioge maji hayo, maana haya maji yalikuwa na virusi. Lakini kabla binti hajazungumza jambo lolote lile, ghafla pale John alistuka na kutaka kumshambulia binti huyo, ila Ana kwa sababu alikuwa amekuja kumsaidia John, ilibidi aendelee kumwambia mshikaji kwamba hao maji sio salama, hivyo hutakiwi kabisa kuyatumia. Na mchizi baada ya kusikia tu kauli hiyo, ilibidi achukue kipimo na kuanza kupima maji hayo. Na hapo ndipo mshikaji akajua kwamba kweli haya maji yana virusi. Na John kwa sababu alikuwa ni muoga sana, ghafla pale mshikaji alianza kutapika. Lakini binti naye baada ya kushuhudia tu jambo hilo, ilibidi amfuate John na kuanza kumpa msaada. Na John licha ya kwamba alikuwa ni mbabe sana, mwamba laundi ilibidi awe mpole tu na kumsikiliza Ana. Na binti baada ya kumsaidia John, ilibidi amchukue na kumpeleka nyumbani kwake. Asa mchizi baada ya kufika nyumbani kwa Ana, ilibidi amuombe kuwezekana amuogeshe, maana mwili wake ulikuwa ni mchafu sana. Asa binti naye ilibidi akubali tu jambo hilo, lakini mwamba aliendelea kumsisitizia sana Ana ikiwezekana binti awe anamchoma sindano kila siku ili virusi visienee kwenye mwili wake. Asa binti baada ya kusikia tu kauli hiyo, ilibidi amchukue mshikaji na kwenda kumpumzisha chumbani, maana hali ya mshikaji ilikuwa sio nzuri hata kidogo. Lakini siku ilipopita, binti aliondoka na kwenda kumchukulia John vitu vyake, ambako huko alikutana na baadhi ya picha zikimuonyesha John akiwa na mke wake. Lakini binti naye baada ya kushuhudia tu jambo hilo, ilibidi avunge na kuendelea kumpa msaada John. Lakini hali ya John ilizidi kuwa mbaya siku baada ya siku, maana siku moja binti akiwa ametulia zake chumbani, alistuka sana baada ya kusikia John akiwa anatetemeka. Na binti baada ya kushuhudia tu jambo hilo, aliamini huenda mshikaji anaweza kupoteza maisha. Na hapo ndipo binti alipoanza kumpa msaada John, ikiwezekana mshikaji arudi kwenye hali yake ya kawaida. Lakini hilo jambo lilikuwa ni ngumu sana, maana hali ya John ilizidi kuwa mbaya siku baada ya siku. Lakini binti baada ya kuingia tu kwenye maombi, ghafla hali ya John ilibadilika na mchizi alirudi kwenye hali yake kama kawaida. Lakini mazungumzo kati ya Ana pamoja na John yakiwa yanaendelea, mshikaji alimwambia Ana kwamba anaamini hii hali itapotea kabisa na mwisho wa siku maisha yataendelea kama kawaida. Na binti naye baada ya kusikia tu kauli hiyo, alijikuta na furahi sana, maana alikuwa aamini kama John anaweza kupona. Lakini siku zilisonga na maisha yakaendelea kama kawaida, na leo binti akiwa anaendelea na shughuli zake za kilimo, John alikuwa zake library akiwa anasoma vitabu. Lakini mchizi baada ya kumaliza tu kusoma vitabu hivyo, ilibidi aondoke na kumfuata Ana shambani, ambako huko John alistuka sana baada ya kuona binti akiwa analima kwa jembe la mkono. Lakini binti alimwambia John kwamba ameshindwa kutumia trekta kwa sababu trekta halina mafuta, jambo lilofanya John astuke sana baada ya kusikia kauli hiyo, maana mwamba alikuwa anaifahamu sheli ambayo ilikuwa ipo karibu na maeneo haya. Lakini binti alisema anaogopa sana kwenda kwenye sheli hiyo, maana hakuna usalama wowote ule. Lakini John ilibidi amruhusu Ana akachukue mafuta na kusema mimi nitakuwa nyuma yako na hamna chochote kitakachokudhuru. Na binti naye baada ya kusikia maneno yao kutoka kwa mshikaji, ilibidi akubali tu maneno hayo. Na baada ya muda mfupi binti alifanikiwa kufika sheli na kuchukua mafuta, huku John akiwa anaendelea kumpa backup ya ulinzi. Na baada ya kukamilisha tu jambo hilo, binti aliondoka na kurudi zake nyumbani. Lakini kiza kilipoingia, binti akiwa ametulia zake na mshikaji, ghafla John alianza kumsimulia Ana historia ya maisha yake na kusema miaka mingi iliyopita alikuwa anafanya kazi serikalini na alifanya kazi kwa miaka mingi kama mtafiti wa magonjwa ya dharura, ambako huko alishuhudia baadhi ya watu wakiwa wanafariki na virusi kila wakati. Na hapo ndipo alipoamua kuondoka kwenye mji huo na kwenda kutafuta sehemu yenye usalama zaidi. Sasa binti ilibidi amuuliza John kama ashai kuwa na mke, lakini John alikataa kabisa jambo hilo na kusema yeye hajawahi kabisa kuwa na mwanamke, na yule ambaye alikuwa amemuona kwenye picha alikuwa ni rafiki yake tu. Sasa binti baada ya kuambiwa maneno hayo, alijikuta anafurahi sana, maana alikuwa anampenda sana John, lakini binti alikuwa anaogopa kumwambia. Sasa baada ya
mazungumzo yao kuisha, binti aliondoka na kwenda zake chumbani. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba Roy binti alikuwa ameacha mlango wake wa chumbani wazi, na ilikuwa ni kama triki tu ili aweze kumtega John, maana binti alikuwa anamkubali sana mshikaji huyo. Ingawa hili jambo lilikuwa ni gumu sana upande wa John, maana mchizi baada ya kushuhudia tu jambo hilo hakutaka kabisa kuingia kwenye chumba cha Anna na aliendelea na shughuli zake kama kawaida. Lakini siku ilipopita, John pamoja na Anna wakiwa wanavua samaki, binti alimwambia John kwamba anashindwa kutumia maji yao kwa sababu haya maji ni ya baridi sana, maana hata jenereta ambayo alikuwa analitumia kwa ajili ya kuchemshia maji ya kuoga kwa bahati mbaya sana nalo limeharibika, jambo lilofanya binti anapitia wakati mgumu sana pale anapokuwa anahitaji kuyatumia maji hayo. Hasa mchizi baada kusikia tu maneno yao kutoka kwa Anna, ilibidi aende kurekebisha jenereta hilo, lakini kwa hali ambayo ilikuwa sio kawaida, mwamba alipambana sana kurekebisha jenereta hilo, lakini bado shughuli ilikuwa ni nzito, jambo lilofanya Anna apate mawazo mengi sana. Lakini John naye baada ya kuona shughuli ishakuwa nzito, ilibidi amshauri Anna na kusema inabidi watumie maporomoko ya maji kutengeneza umeme, ingawa hili jambo litakuwa ni gumu sana upande wao, maana unahitaji mbao nyingi sana ili waweze kukamilisha jambo hilo. Lakini baada ya mazungumzo hayo, binti pamoja na mshikaji wakiwa wanarudi nyumbani, John alistuka sana baada ya kuliona kanisa ndani ya kijiji hicho, na mchizi baada ya kuliona tu kanisa hilo, mwamba alisema inabidi kanisa hili libomolewe ili wapate mbao za kukamilishia mpango wao. Lakini hili jambo lilikuwa ni gumu sana upande wa Anna, maana binti alisema hili jambo haliwezekani kabisa, maana hili kanisa alijenga baba yake, hivyo aliwezi kabisa kubomolewa. Hasa John naye kwa sababu alikuwa ni mbishi sana, mwamba aliendelea kumpinga Anna na kusema inabidi wabomoe tu kanisa hilo, maana hawezi kupata mbao sehemu yoyote ile. Lakini bado Anna aliendelea kukataa kabisa jambo hilo na kusema hilo jambo haliwezekani kabisa, maana kanisa ni kitu cha msingi zaidi. Hasa mchizi naye baada ya kuona kila kizungumza na binti hataki kabisa kumuelewa, ilibidi akubali tu jambo hilo. Lakini siku zilisonga na maisha yakaendelea kama kawaida, na Roy John akiwa anaendelea kuandaa mashine, binti alikuwa ameondoka na kwenda zake mawindoni. Lakini kwa hali ambayo sio kawaida, binti alifanikiwa kurudi na kukuta mshikaji akiwa amelewa sana. Lakini binti kwa sababu alikuwa anampenda sana John, ilibidi amsaidie na kwenda kumlaza kitandani. Lakini John kwa sababu alikuwa amelewa sana, ghafla mshikaji alianza kumtukana Anna na kusema hahitaji kabisa msaada wake. Hasa binti naye baada ya kusikia tu kauli hiyo, ilibidi aondoke na kwenda zake chumbani, huku akiwa na mawazo mengi sana, maana binti aliona ni kama John anazidi kumdharau. Lakini siku ilipopita, mwamba alimfuata Anna na kumwomba msamaha, lakini binti kwa sababu alikuwa na mawazo mengi sana hakumjibu mshikaji jambo lolote lile, na hapo ndipo Anna aliondoka na kwenda zake kanisani kupiga kinanda. Hasa Anna akiwa anaenda kupiga kinanda hicho, binti alistuka sana baada ya kuhisi ni kama kuna mtu anamfuatilia, ila baada ya kugeuka tu nyuma, binti alishindwa kabisa kumuona mtu huyo. Lakini binti alikuwa anaamini huenda huyu mshikaji ambaye alikuwa anamfuatilia atakuwa ni John. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba binti baada ya kumuuliza John kama yeye ndio mtu ambaye alikuwa anamfuatilia, mwamba alikataa kabisa jambo hilo. Lakini baada ya muda mfupi kusogea, Roy John pamoja na Anna waliandaa hafla fupi kwa ajili ya kufurahia maisha yao. Lakini baada ya kumaliza tu kula chakula, ghafla binti alimfuata mshikaji na kuanza kumkisi. Hasa binti kwa sababu alikuwa anampenda sana mshikaji, aliamini hii ndio njia pekee itakayofanya yeye na John wawe wapenzi. Lakini kwa hali ambayo sio ya kawaida, ghafla John alimwacha binti na kurudi chumbani kwake. Lakini John baada ya kufikiria jambo hilo kwa muda mrefu sana, aliamua kumfuata tena Anna chumbani kwake ikiwezekana wazungumze. Na John alimwambia binti kwamba hawezi kabisa kuwa kwenye mahusiano, maana endapo akiwa kwenye mahusiano kila kitu kinaweza kukabadilika. Ila binti naye kwa sababu alikuwa hana namna, ilibidi akubali tu kumsikiza John. Lakini siku ilipopita, binti alionekana akiwa na hasira nyingi sana, maana Roy binti alimfuata John na kumruhusu tu abomoe kanisa hilo. Ingawa hili jambo lilikuwa tofauti kabisa upande wa John, maana mwamba naye alikataa kabisa jambo hilo na kusema hilo kanisa hawatakiwi kabisa kulibomoa. Lakini baada ya mazungumzo yao kuisha, binti aliondoka na kwenda zake mawindoni. Lakini Roy binti alistuka sana baada ya kuona mbwa wake akiwa anabweka huko anakimbia. Hasa binti akiwa hajui chochote kinachoendelea, alistuka sana baada ya kuona kuna mshikaji mmoja ambaye alikuwa yupo mbele yake. Lakini huu mshikaji alimwambia binti kwamba yeye anachohitaji ni maji tu, maana alikotoka ni mbali sana. Hasa binti ilibidi akubali tu kumsaidia mshikaji. Lakini John baada ya kushuhudia jambo hilo, mwamba aliamini huenda huu mshikaji atakuwa ni adui. Lakini Anna aliamua kumzuia John asifanye jambo lolote lile, na John naye ilibidi awe mpole tu na kumsikiza Anna. Lakini John baada ya kumchunguza mshikaji kwa muda mrefu sana, ilibidi ampime ikiwezekana ajue kama huu mshikaji atakuwa na tatizo. Lakini baada ya kumfanyia vipimo, John alijua kwamba huu mshikaji ni mzima kabisa, na hapo ndipo mshikaji alipoanza kumwambia ukweli John na kusema yeye alikuwa anafanya kazi ndani ya mgodi, lakini washikaji zake wote ambao alikuwa anafanya nao kazi wote washapoteza maisha, lakini yeye tu ndo alibaki akiwa mzima. Hasa John naye baada ya kusikia maelezo kutoka kwa mshikaji, ilibidi amruhusu aishi naye pamoja mpaka pale atakapokuwa sawa. Lakini siku zilisonga na maisha yakaendelea kama kawaida, na Roy Caleb pamoja na John wakiwa wanaendelea kupiga story, wamba walianza kusimulia baadhi ya matukio ambayo yalikuwa yametokea siku chache zilizopita. Maana John alipokuwa anatafuta sehemu kwa ajili ya kuokoa maisha yake, alifanikiwa kuonana mgonjwa ambaye alikuwa ameathirika na virusi, na mgonjwa baada ya kumuona tu John alimuomba kama mshikaji anaweza ni bora mmalize tu, maana amechoka kuishi duniani. Lakini John alikataa kabisa jambo hilo. Hasa John baada ya kumaliza tu kusimulia stori zake, ghafla Caleb naye alianza kuwasimulia baadhi ya mambo alikuwa yashatokea siku chache zilizopita. Na Caleb alimwambia John kwamba kwenye mgodi alishuhudia vitu vingi sana vya ajabu. Maana siku moja akiwa anaendelea kuchimba dhahabu, alistuka sana baada ya kushuhudia marafiki zake 5 wakiwa wamefariki ghafla, jambo lilofanya binti ahuzunike sana baada ya kusikia taarifa hiyo. Lakini baada ya mazungumzo yao kuisha, ghafla John pamoja na Caleb waliondoka na kwenda zao mawindoni, ambako huko alifanikiwa kumuona bata mwitu. Lakini Caleb kwa sababu alikuwa na utani mwingi sana, mwamba aliamua kumtania John na kusema mtu ambaye atawahi kumuua bata huyo basi ndo atakuwa mume halali wa Anna. Hasa John naye baada ya kusikia maneno yao kutoka kwa Caleb, mwamba alipata hasira nyingi sana, maana mshikaji alikuwa hapendi kabisa kuona mtu yoyote
yote akiwa anamfuatilia Ana, lakini baada ya mazungumzo yao kuisha, washikaji waliondoka na kurudi zao nyumbani. Lakini mazungumzo kati ya John pamoja na Ana akiwa yanaendelea, ghafla Caleb aliambia John kwamba inabidi wafanye mpango wapate mbao kwa ajili ya kurekebisha umeme, ila John kwa sababu alikuwa mplani kubomoa kanisa ili wapate mbao, ilibidi akumbushie tu mpango huo, na hapo ndipo Ana ilibidi akubaliana na mawazo ya John ili waweze kutengeneza umeme. Na siku ilipopita, John pamoja na Caleb wakaanza mpango wa kubomoa kanisa hilo, lakini kazi ikiwa inaendelea, John alistuka sana baada ya kushuhudia Caleb akiwa anamkonyeza Ana, jambo lilofanya John apate hasira nyingi sana. Hasa Caleb licha kwamba yeye ndo alikuwa ni mgeni kabisa eneo hilo, lakini mshikaji alijikuta amezoeana sana na Ana na kuanza kufanya baadhi ya vitu ambavyo binti alikuwa na vitamani sana. Maana binti alikuwa anatamani sana siku moja apate mshikaji ambaye anaweza akaa na heshima hisia zake. Hasa kila kitu ambacho binti alikuwa anakihitaji, Caleb alikuwa anakifanya kwa 100%, jambo lilofanya binti aanze kumpotezea John na kuanza kupagawa na Caleb. Lakini hayo yote akiwa yanaendelea, John alikuwa anashuhudia kila kitu, na hapo ndipo mshikaji aliamua kumfuata binti na kumuuliza kama ni kweli wapo kwenye mahusiano na Caleb, lakini binti naye kumjibu mshikaji jambo lolote lile. Lakini siku zilisonga na maisha yakaendelea kama kawaida, na leo washikaji wakiwa pamoja na Ana walienda kwenye bwawa kwa ajili ya kuandaa miundombinu ya umeme, ingawa John bado alionekana akiwa na hasira nyingi sana, na hii ni baada ya kushuhudia ukaribu uliopo kati ya Caleb pamoja na Ana. Lakini mchizi aliamua kumfuata binti na kumwambia kwamba kweli anampenda, lakini binti baada ya kuambiwa kwamba anapendwa kujibu, jambo lilofanya John azidi kupata maumivu na kuamini tayari ashapoteza shilingi kwenye msitu. Lakini binti kwa sababu alikuwa anampenda sana Caleb, aliamua kuondoka na kumfuata chumbani kwake, ambapo leo binti alikubali kumpa gemu mshikaji, huku John akiwa juu jambo lolote lile. Lakini siku zilisonga na maisha yakaendelea kama kawaida, na leo John akiwa anajiandaa kupata breakfast, Mwamba alistuka sana baada ya kuona Caleb akiwa anamshika Ana mbele yake, jambo lilofanya John azidi kupata hasira, ila binti naye baada ya kumuona tu John ilibidi aondoke tu ndani humo. Lakini baada ya muda mfupi kusogea, washikaji waliondoka na kwenda kuandaa miundombinu kwa ajili ya kutengeneza umeme. Lakini kazi ikiwa inaendelea, kwa bahati mbaya sana Caleb aliteleza, na John naye baada ya kushuhudia tu jambo hilo, Mwamba aliamini hii ndio njia pekee ya kummaliza Caleb, na hapo ndipo John akafanya maamuzi ya kuachia kamba, na pale pale Caleb akapoteza maisha. Sasa John baada ya kumaliza tu jambo hilo, Mwamba aliondoka na kurudi zake nyumbani, ila Ana alistuka sana baada ya kuona leo John anarudi peke yake. Lakini John aliamua kumdanganya binti na kumwambia kwamba tayari Caleb ashaondoka, jambo lilofanya Ana ingiwa na wasiwasi mkubwa sana baada ya kusikia kauli hiyo, maana alikuwa haamini kabisa kama mshikaji anaweza kaondoka bila kumuaga. Ila binti baada ya kumtafuta Caleb kwa muda mrefu sana, alishindwa kabisa kumpata mshikaji wake. Lakini huku upande wa pili wa John, Mwamba baada ya kupambana sana kuandaa mitambo, hatimaye umeme uliwaka, na binti naye baada ya kurudi tu nyumbani alishuhudia kwa mara ya kwanza nyumba yake ikiwa na umeme, jambo ambalo hakulitegemea kabisa. Sasa bwana, na hapo ndipo unakuwa mwisho wa simulizi kali ya movie yetu, na ulikuwa na mimi Vasco Rhymes ndio kuletea simulizi hizi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Lakini ili uwe kwanza kabisa kupata movie zetu, usahau kusubscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na movie zote ambazo nitakuwa naziachia kila siku. Okay, asante, enjoy.